wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tumekutana hapa kwa ajili ya kuelekezana machache yanayopatikana katika kitabu chetu cha kinachoelezea masala ya kisheria. Tupo katika nguzo ya 4, si ndio hivyo Katika nguzo ya 4 anasema al-qiyamu ni kusimama, in qadara, ikiwa mtu ana uwezo wa kusimama, walau bihablin, ijapokuwa ni kwa kushika kamba. Kwa kama kuna uwezekano kushika kamba kwenye kenchi, sawa, alafu mtu akafanyaje, akasimama, ni lazima. Au muinin, au kwa msaidizi, yani kama kuna mtu utampata kushike usimame, basi ufanye hivyo. Lakini kinachotakiwa, ukiona uwezo wa kusimama, ni lazima ufanyaje? Lazima usimame. Ukiwa unaswali swala ya faradhi, swala pekee ambayo unaruhusiwa kukaa, ukiwa hata kama unaweza kusimama, ni swala ya sunna tu. Kama unaswali swala ya sunna, hata kama una uwezo wa kusimama, basi sheria inakuruhusu kufanyaje? Kukaa. Ila swala ya fardhi ni mpaka ushindo kusimama ndio uruhusiwe kufanyaje? Uruhusiwe kukaa. Mpaka ushindo kufanyaje? Ndio uruhusiwe kufanyaje? Kukaa. Tunafahamiana? Fi salati al-fardhi, katika swala ya fardhu. Al-khamisu, nguzo ya 5, ar-ruku'u ni kurukuu. Nguzo ya 5 ni kufanyaje? Bi ayyan hanya, ni kwa kuinama kwake, min ghairi irkha'i rukubataihi, pasina ya kulegeza magoti yake mawili, hata tanala rahatahu, mpaka vipate viganja vyake vya mikono, rukubataihi, vifikilie viganja vyake vya mikono, rukubataihi, magoti mawili. Kwa hiyo mtu ainame kiasi hicho, kiasi ambacho viganja vya mikono vifikie kwenye nini? Kwenye magoti mawili. Sawa jamani Asadisu, nguzo ya 6, at-tama'aninatu, ni kujituliza, fihi, ndani ya rukuu. Kwa hiyo kule kurukuu kwenyewe ni lazima, alafu na kujituliza pia ni nini? Kuna ule uswaliji mtu mfano tarawehe, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, yani hakuna kutulizana, swala inaharibika. Lazima ukisha kujituliza, yeye mwenyewe ataeleza kujituliza ni vipi. Asema asadi, nguzo ya 6, at-tamanatu fihi, ni kujituliza humo kwenye rukuu. Ni vipi kujituliza? Anasema ni bi an tanfasila, ni kwa kupambaukana, harakatu huwihi, ule mtikisiko kupomoka kwake, hana harakati rafihi, ukaepukana na ule mtikisiko kunyenyuka kwake. Wataskunu a'dha'uhu kulluha, na vitulizane viungo vyake vyote. Kwa hiyo mfano ulikuwa kwenye visomo, ulikuwa umesimama hivi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, mwisho paka wala dhalina, si ndivyo Labda baada ya hapo ukaamua kusoma sura nyingine, bismillahirrahmanirrahim, labda wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Sawa Halafu ukafanyaje? Ukarukuu. Sasa utaratibu wa kurukuu anavyoelekeza, anasema ni upambanue, yani upambaukane ule mtikisiko wa kupomoka kwenda kurukuu, uepukane na ule mtikisiko wa kwenda
wa kunyenyuka, rafu hii, si ndivyo Kwa unapoenda hivi usi mtikisiko unaokwenda kwenye kurukuu, sasa utulie kiasi ambacho utofautishe mtikisiko uliotoka nao huku juu, sawa, kuja kurukuu utofautishe na mtikisiko kutoka hapa kwenda kuitidali. Manake ukienda hivi Allah, yani ukaenda, unaenda kurukuu, ukaenda hapa hujapambanua, unatakiwa ufike pale utulie, ndo sasa sami Allahu liman hamida. Lakini ukaenda, yani unaenda kurukuu moja kwa moja hivi, yani unaenda moja kwa moja, hujatofautisha mtikisiko wa kwenda kurukuu na mtikisiko kunyanyuka kutoka kwenye nini, haujatofautisha hapo, hiyo swala bado. Kwa hiyo unatakiwa unapoenda kurukuu uhakikishe umefanya nini, umetulizana mle kwenye nini, kwenye rukuu. Tunaelewana jamani? Hakikisha umefanyaje, umetulizana. Haya, wataskunu adhauhu kullu, na vitulizane viungo vyake vyote. So ufika hapa tena mwanze mara si unafanyaje, ukifika hapa kwenye kurukuu tulizana, hakikisha viungo vyako vyote vimefanyaje, vitulizana. Asabiu, nguzo ya 7, al-itidalu ni kuitidali. Kuitidali bi ayantasiba qa'iman, ni kwa kunyoka kwake qa'iman, hali ya kuwa amesimama, ndio kuitidali. Kwa kama ana mtu anaswali kwa kusimama, basi anyooke hali ya kuwa amesimama, anyooke bi ayantasiba qa'ima, kwa kunyoka kwake hali ya kuwa amefanyaje, amesimama wima. Maki usije tu katokea kwenye sumeruku hapo, ukatoka hapo ukaenda moja kwa moja, unatakiwa urudi usimame. Ndio ile sami Allahu liman, unyoke vizuri, sawa liman hamida, na hapo pia atatoa maelekezo yake. Athaminu, shati la 8, atma'aninatu fihi, ni kujituliza humo kwenye itidali. Ukisha kuja kwenye itidali lazima pia ujifanyaje, ujitulize, sawa kama dhakarna, kama tulivyotaja namna ya kujituliza fi rukui, katika nini, katika rukuu. Atasiu, nguzo ya 9, as-sujudul awwal, ni sijida ya kwanza. Bi ayadha jabhatahu, ni kwa kuweka kwake jabhata, ukipaji chake cha uso au bapa la uso, sawa, makchufatan, hali ya kuwa liko wazi. Hala musallahu, aweke kwenye mswala wake, aweke kwenye nini, mutahamilan alaiha, hali ya kubebesha uzito, alaiha, kwenye mswala huo, kalilan, kidogo. Kalilan nini, kidogo. Manake kuna wale wanaoswaligi, sawa, anaanza kukandamiza kichwa, hii haifai. Unatakiwa ubebeshe uzito wa kichwa kwenye huo mswala kidogo. Ukiwa unasujudu, utaratibu wa kusujudu, kwanza hakikisha nini, kipaji cha uso, bapa la uso liko wazi, sawa sawa sasa mfano ukasujudu kama wale anasujudu paka hapa pote pameziba, afa anaenda kusujudia, utakuta mtu mwingine anavaa kofia afa anaivutia paka anaenda kusujudu paka, sawa. Ukisujudu, sawa, ukinini, na hali ya kuwa kipaji cha uso, bapa la uso haliko wazi, swala haitoswihi. Sawa jamani swala haitofanyaje, haitoswihi, kwa sababu viungo vya kusujudia ni 7.
Viungo vya kusujudia ni 7, atavieleza. Kwa cha kwanza ni kipaji cha uso, kamatia hiyo. Hali ya kuwa kiwe kiko wazi wakati anaweka kwenye mswala, na abebeshe uzito wa kichwa tu, asiongeze tena zaidi ya kwenye mswala wake, kalila kidogo. Tena ala ghairi mutaharriki, asisujudie kwenye kitu ambacho yani ala ghairi tena ala ghairi mutaharriki, si katika ile ala ghairi mutaharriki, asisujudie kwenye kitu ambacho ghairi mutaharriki si ni chenye kutikisika kwa mtikisiko huyo anayeswali. Mfano, wewe ukasujudia kwenye nguo yako hiyo unayoswali, nguo lako likubwa ambayo nguo yako ukiamka unaamka nayo, si ndivyo? Ukienda kusujudu unayo, tofauti na mswala. Kiutandika hivi, ukienda si unauacha hapo. Yani kile ulichokivaa wewe, usiende kusujudia kwenye hicho kitu. Usiende kuweka kipaji cha uso kwenye kitu ambacho wewe, kama nguo yako ukatandika sehemu ya nguo yako, alafu ile nguo yako inatikisika biharakati kwa mtikisiko wako, kwa sababu ukiinuka unanyenyuka nayo, ukishuka sasa haifai kunini. Kwa hiyo usije ukafanya hivyo. Rafi'an, hali ya kunyenyua ajizatahu, hali ya kunyenyua ajizatahu, pweza zake, sehemu hii ya nyonga hii. Sawa, kusema kiuno so lugha nzuri sana. Sawa, anyenyue hiyo sehemu, wama haula, na ile sehemu iliyozunguka sehemu hiyo, ala mankibahi, iwe juu ya nini, ya mabega mawili, si ndivyo? Iwe juu ya nini, ya mabega mawili, wa yadaihi, na iwe juu ya mikono miwili, wa raasi, na iwe juu ya kichwa chake. Kwa mtu akiwa amesujudu, basi asiwe amesujudu kama amelala hivi. Hii sehemu ya nani inyenyuki, maana sawa, iwe zaidi, yani inyenyuke iwe zaidi ya nini, ya mabega na kichwa. Wewe mwenyewe utaona, hata tukwambia usujudu hapo, tukipima hivi, sawa, maana hii sehemu ya huku itakuwa iko juu. Usije ukawa umesujudu vyote vikao viko sasa kama umelala hivi, ile haifai. Kwa hiyo usujudu sehemu za kwenye ajiz, kwenye nini, kwenye wanasema pweza wenyewe, Kiswahili chao huko, ni sehemu hapa, iwe inyenyuke wapi? Inyenyuke juu, inyenyuke iwe zaidi ya nini, ya mabega mawili, iwe pia zaidi ya nini, ya mikono miwili, pia iwe zaidi ya kichwa chako. Sawa? Wa bi ayadha juz'an, na kukuweka kwake juz'an, sehemu min kulli min rukubataihi, ya kila kimoja ambayo ni magoti mawili, wa min batini kulli kafin, na matumbo ya kila kiganja, na sehemu ya matumbo ya kila nini, kiganja. Min batini asabi kulli rijlin, na aweke sehemu ya matumbo ya vidole vya kila nini, vya kila mguu. Kwa hapa amekamilisha viungo 7 vya kufanyaje, vya kusujudia. Unaona haya matumbo, uweke kipaji cha uso, sawa, afanyaje, matumbo ya vidole. Sasa kuna mbaya zaidi, kuna wale ambao wana matumbo pia vidole vya miguuni, matumbo. Sikiliza, matumbo. Amesema batin, amesema nini? Matumbo ya vidole, asabiri jile, matumbo ya vidole vya nini, vya miguu yake. Asia akaweka, maana kuna mtu anasujudu anaweka nini, migongo ile ya nini, ya vidole vya miguuni. Sikiliza, mtu anasujudu anaweka nini, migongo, anasujudia migongo ya nini, ya vidole vya miguuni, au la sivyo
ananyenyua miguu yake. Yaani mtu anasujudu, si watu waje. Yaani mtu anasujudu na huku pananyenyuka na miguu ananyenyua, inakuwa kama jembe la trekta. Ulishawahi kuona? Yaani mtu anasujudu alafu miguu iko juu namna hii. Hapo hujasujudu. Inatakiwa matumbo ya vidole yafanyaje? Yaguse chini. Matumbo ya hivi viganja hivi yanatakiwa hivi maana yake, si ndivyo Na kipaji chako cha uso pia kiwe nini? Huu ndio utaratibu wa kusujudu. Unapokuja kuharibika sehemu moja tu ya utaratibu huo, maana yake ushaharibu kila kitu. Sawa jamani? Yaani unapofika mahala mtu akasujudu alafu miguu sawa miguu akainyenyua juu hivi, basi huyu itakuwa kusujudu kwake hakuja kamilika. Na kwa kuwa hakuja kamilika, maana yake swala yenyewe inakuwa imefanyaje? Inaharibika. Kwa haya tuwe nayo makini. Haya tuwe nayo nini? Makini. Kwa hata hao mnavaa nikabu, sawa, kwa sababu kuna mtu anavaa paka huko. Kama humo sio? Ukienda kusujudu unaisujudia yenyewe. Swala haipo. Kwa hiyo hakikisha umetoa hii sehemu iwe nini? Iwe wazi ndio uweze kusujudu vizuri. Tunafahamiana hapo jamani Al-ashiru, nguzo ya 10, atamanatu ni kujituliza fihi humo kwenye sijida. Kama dhakarna, kama tulivotaja namna ya kujituliza fi rukui, katika nini? Katika rukuu. Tumeeleza? Sawa tumeeleza namna ya kujituliza kwenye rukuu Kwa hiyo ajitulize pia kwenye sijida hivyo. Al-hadi ashara, nguzo ya 11, aljulusu baina sajdatain, ni kikao kati ya sijida ngapi? Bi ayantasiba jalisa, ni kwa kunyoka kwake hali ya kuwa ameketi, hali ya kuwa amekaa. Kwa kikao yani ile si mtu ametoka kwenda kusujudu, ametokea juu anaenda kusujudu, Allahu anaenda kusujudu. Sawa subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi mara 3. Si ndivyo Japo kuyaleta haya pia ni sunna. Kinacho cha lazima upo ni mtu ajitulize tu. Sawa haya maneno hata kama hukuyaleta swala inafanyaje? Inaswihi, haina tatizo. Ila tu jitulize mle. Sawa sababu katika swala kuna sunna zimegawanyikia, kuna sunna zinaitwa hayat na kuna abwaadh. Kuna hayat na nini? Sasa kama hizi ni hay'a ile subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana, mara si ukirukuu naleta subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sawa ni sunna ambazo hata ukiacha sawa swala yako hainini? Haribiki. Tunafahamiana jamani? Kwa hiyo ukienda kusujudu ila Allahu akbar subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala, Allahu akbar. Hapa ndo tunazungumza ni nguzo hapa, si ndivyo kinaitwa kikazi kati ya sijida hizi. Kwa hiyo hapa lazima kiwepo hiki. Allahu akbar ndo tena unarudi kufanyaje? Kusujudu. Kwa hiyo hiki hapa ni lazima, ni nguzo. Ni nguzo gani tutajua huko mbele. Sawa bi ayan tasiba jalisa. Kwa hiyo kwa namna anyoke aliyakuwa amefanyaje? Amekaa. Sasa utakuta mtu mwingine kunyoka si aliyakuwa amekaa si hivi. Sasa utakuta mtu mwingine ameenda kusujudu Allahu akbar akamaliza subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi Allahu akbar. Hata hajanyoka vizuri huyo. Unatakiwa yeye amesema bi ayan tasiba jalisa, kwa kunyoka kwake aliyakuwa amekaa. Maana yake ikiwa nimekaa kwa kunyoka si hivi. Sasa uwezi maiki mwingine hata afiki vizuri ili anyoke huyo Allahu akbar anaisha hapa mara huyo karudi tena hata hajanyoka vizuri.
Unaona matatizo hayo? Kwa hiyo tuwe makini. Athani ashara, nguzo ya 12, atomanina tu ni kujituliza fihi, humo kwenye hicho kikao kati ya sijida mbili, hicho kikazi hicho unapoenda ile Allahu akbar subhana rabbiyal ala bihamdi subhana rabbiyal ala bihamdi subhana, alafu Allahu akbar, sindo hapa lazima ujitulize. Lazima ufanyaje? Ujitulize, ndio tena unaenda kule. Maana kuna mwingine akitoka Allahu akbar, akija Allahu akbar, hata hakuna kutulizana hapa, ndio huyo tena asharudi kwenye kusujudu. Unajiuliza ana swala gani? Mnaona maelekezo ya swala yalivyo marefu Alafu nakuja kukuta mtu sawa yeye mara moja tu haraka aswika fanyaje? Kashamaliza kusali, ana viswali havieleweki. Swali imeswia haijaswia hajui, imeharibikia wapi hajui. Unaona tatizo hilo? Sawa. Athani ashara, nguzo ya 12, atamana tu ni kujituliza fi humo kwenye kikao kati ya sijida mbili, kama dhakarna, kama tulivyotaja namna ya kujituliza fi rukui katika nini? Katika rukuu. Athalithu ashara, nguzo ya 13, as-sujudu thani ni sijida ya pili, mithla as-sujudi al-awwali, mfano sijida ya kwanza, fima katika ile ambapo kwamba mara yalopita, fihi humo kwenye nini? Fima kutokana na ile ambapo kwamba mara yalopita, fihi humo kwenye nini? Kwenye sijida ya kwanza umeelekezwa namna gani usujudu. Miongoni mwa maelekezo alokuelekeza amesema hivi, kipaji cha uso kiwe nini? Viungo 7, kisha ndo visujudu. Sawa Na tukatoa angalizo. Tukasema mtu asije akasujudu, mtu asije akafanyaje? Ukaenda Allahu akbar, alafu miguu kainyenyua. Sawa jamani Arabi wa ashara, nguzo ya 14, atomanina tu ni kujituliza fi humo kwenye sijida ya pili, kama dhakarna, kama tulivyoeleza namna ya kujituliza fi rukui katika nini? Katika rukuu. Sawa kama tulivyoeleza kwenye nini? Kwenye rukuu. Alafu al-khamisu ashara, nguzo ya 15, aljulusu lakini ni kikao cha mwisho, muntasiban, hali ya kuwa amenyooka. Kikao cha nini? Ushamaliza rakaa zako, kama unaswali rakaa 2, kama ni subuhi, basi kuna kikao kwenye ile rakaa ya nini? Ya mwisho, kikao cha tahiyatu. Ni nguzo. Ni nini? Ni nguzo, so hiari. Hiki cha kwanza hapa, kama unaswali swala yenye rakaa 4, sawa Kama unaswali swala yenye rakaa ngapi? Rakaa 4. Baada ya rakaa 2 hapa si utafanyaje? Unafanyaje? Si ndivyo basi kule kwenye nani kule unakaa kikao hicho, ni sunna, lakini kile kikao cha mwisho cha kwenye rakaa yako ni lazima. Kikao cha tahiyatu ni lazima. Alafu asadisu ashara, nguzo ya 16, qiraatu tashahudi, ni kusoma tahiyatu fihi humo kwenye nini? Kwenye kikao cha mwisho. Kwa hiyo kikao chenyewe ni nguzo, kusoma tahiyatu kwenye hicho kikao pia ni nini? Asabi ashara, nguzo ya 17, as-salatu ala nabii sallallahu, ni kumtakia rehema na amani mtume Muhammad salama, baada tashahudi, baada ya tahiyatu, fil kuudi, katika kikao. Wakaluha na uchache wake, Allahumma salli ala, ni kusema tu Allahumma salli ala Muhammad. Unaona usiende maana kusema mfano atahiyatu almubarakatu. Hii neno almubarakatu, as-salawatu, haya ni sunna, lakini unaweza kutosheka na wajibati za tahiyat. Atahiyatu lillahi, assalamu alayka ayuha nabiyyu
wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hapa tahiyatu imeisha. Sasa baada ya tahiyatu hapa unatakiwa umtakie rehema nani? Na uchache wake ni kusema Allahumma salli ala Muhammad. Ukasema hivi at-tahiyatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadi. Allahumma salli hapa nikimaliza ni hapa assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Swala itaswihi. Swala itafanyaje? Unaona nimetamka machache tu lakini haya ndo ya lazima. Lakini ukienda ile urefu at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ndio sasa assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hivyo. Sawa? Hii ni kwa urefu lakini kwa ufupi sawa na swala ikasihi ni haya ya mwanzo ambayo tuliyosema. Sawa machache tu. Ile si kama salaita zile huko ni ziada lakini hasa ni ukishasema Allahumma salli ala Muhammad ndio uchache wake, usipunguze zaidi ya hapo. Sawa jamani? Tunaelekezana namna ya kuswali. Namna ya kufanyaje? Athaminu ashara nguzo 18 assalamu ni kutoa salamu baada ya kumtakia rehema na amani mtume. Fil kuudi katika kikao hicho. Si akaletea mtu hiyo salamu akiwa tena akiwa amesimama fil kuudi ndani ya nini? Ya kikao akaluna uchache wake assalamu alaykum. Nikusema assalamu alaykum. Mfano mimi nikamaliza tahiyatu ninaweza kusema assalamu alaykum. Basi swali imeswihi hivyo. Sawa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko. Haya ni ziara lakini hasa ukisema tu assalamu alaykum. Basi swali imefanyaje hapo? Inaswihi. Sawa inshallah Mwenyezi Mungu ajalie khair. Tumalizie hapa ili tuje tuanze na kitu kingine kipya. Sawa tumalizie nguzo zetu hizi 19. 10 na ngapi? 19. Ataratibu ni kufuata utaratibu. Bi ayati ya biniyati kwa kuleta kwake nia kwanza, maa takbirati pamoja na takbira kuhirimia swala, thumma al-Fatihati kisha kusoma suratul Fatiha fil qiyami hali ya kuwa mtu yuko kwenye kisimamo, thumma rukuu kisha kurukuu, maa tumaninati pamoja na kujituliza kwake, thumma al-itidali kisha kuitidali, maa tumaninati pamoja na kujituliza kwake, thumma sujudi kisha kusujudu, thumma sujudi al-awwal kisha sijida ya kwanza, maa tumaninati pamoja na kujituliza kwake, thumma al-julus kisha kikao baada ya nini? Baada ya sijida ya kwanza, si ndivyo maa tumaninati pamoja na kujituliza kwake, thumma sujudi thani kisha sijida ya pili, maa tumaninati pamoja na kujituliza kwake. Fahadha tartibun, huu ni utaratibu awali rakati na rakaa ya kwanza kama alivyokuelekeza. Huu ni nini? Ni utaratibu wa rakaa ya kwanza namna utakavyoswali. Utaanza na nia, utapiga takbiratul ihram, utasoma suratul Fatiha, sawa kama alivyoeleza, si ndivyo Thumma yaati kisha ataleta bibaki rakati baki ya rakaa mithilaha mfano wa hivyo alivyokueleza kwenye rakaa ya nini? Ya kwanza, ila kwa yeye
la yati hatoleta fiha humo kwenye hizo rakaza zingine, kama swala yake ni raka ngapi huko, ndivyo biniyati hatoleta tena nini nia. Haya ya nia na nini ni ya mwanzo, lakini kama swala yako inaendelea raka ya pili ya tatu, si ndivyo basi ile raka ya pili utaleta hivyo, ila hutoleta nia, hutoleta tena nini tena ile usali faradhi kwenye raka ya pili. Sawa Kingine ambacho pia hutokileta wa takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia swala pia hutoleta takbira. Sawa. Alafu fa idha tammat rak'atu fardhihi, zitakapokamilika rakaa za swala yake ya fardhi, jalasa aljulusa, jalasa atakaa kikao, atakaa nini al-akhira, kikao cha mwisho. Thumma qaraa, na hapa ni amesema cha fardhi, lakini inategemea na swala yako. Hata kuna swala ya sunna, kama zimekamilika labda raka 2 unaswali, basi utakaa kikao cha nini cha mwisho. Kama unaswali labda dhuhuri yenye raka 4, baada ya raka 2 utasimama tena. Yani anasema tu zikikamilika saraka zako utakaa kikao cha nini cha mwisho. Ukishakaa hicho kikao cha mwisho, thumma qaraa, kisha atasoma atashahud, atasoma atahiyatu fi humo kwenye kikao cha nini salla ala nabii, pia mtakia rehema na amani mtume Muhammadi. Qala, atasema Allahumma salli ala Muhammadi. Thumma qala, kisha atasema assalamu alaikum. Sawa ndo hapa sasa nguzo za swala tumeona ziko 10 na ngapi jumla. Sasa kesho tutakuja kwenye vigawanyo vya nguzo. Hapa tulizisoma zote, tumezisoma zote. Sasa kesho tunakuja sasa kwenye vigawanyo vya nguzo. Nguzo zimegawanyikia sehemu ngapi? Sawa sawa jamani inshallah. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil